tuongee ukweli. Bahati mbaya mimi ni mbunge, si ndio bahati mbaya yenyewe, si ndio nzuri yenyewe. Kwa hiyo nikiongea usifikiri nimeongea. Nakuwa nashindwa kuongea, lakini nisikwambia kwa mfano. Mkoa wa Mara kuna ziwa Victoria. Na pembeni mwake kuna ardhi kubwa ya kutosha. Mkoa mzima uko kando kando ya ziwa Victoria. Ukiwa unakuja unafika pale Ramadi. Huo ni mkoa wa Simiyu. Ramadi hiyo yote mpaka Nyashimo kuelekea hapo ni mkoa wa Simiyu. Na wenyewe uko kwenye ziwa Victoria. Unaendelea unakuja mkoa wa Shinyanga. Mkoa wa Shinyanga na ukienda kule Ilalwambogo, maeneo hayo kote kule na kwenyewe ni mkoa mzima uko kwenye ziwa Victoria na ardhi ya kutosha. Unahamia unakuja mkoa wa Mwanza. Mkoa wa Mwanza wote huo Ukelewe, Sengerema, Geita, mpaka kule wilaya ya Misungwi, ziwa Victoria na ardhi kubwa. Mkoa wa ngapi huo? Mkoa wa 4. Natoka pale unaingia mkoa wa Geita, uko kwenye ziwa Victoria na wenyewe. Maji ya kutosha na ardhi ya kutosha. Unatoka ziwa Victoria mkoa wa 4 unaingia wapi? Kagera. Kagera nzima maji. Ardhi ya kutosha na maji ya kutosha. Unatoka hapo unaingia Kigoma. Unafika mkoa wa Kigoma umezungukwa na Lake Tanganyika, maji yote, na ndio lenye kina kirefu kuliko maziwa yote Afrika na ya pili kwa kina kirefu duniani. Maji mengi. Na yenyewe imezungukwa na maji. Unaingia pale Katavi, maji. Unaingia Njombe, maji. Unaingia Nyasa, maji. Unaingia mkoa wa Mbeya, maji. Njombe, maji. Hayo ni maji. Unapata mikoa 14 ina maji yote. Hapo hujaongea mito, shehe wangu. Hujaongea mito hapo. Mito imekatiza nchi kila mahali. Naongea maji hapo, hujaongea maji ya bahari. Maji ya bahari unaanzia Dar es Salaam yenyewe, unakuja Tanga, unakuja Mtwara, unakwenda Lindi, maji. Ila tuna wakati mwingine tunaagiza mchele kutoka Malawi. Unasikia kwamba tumeagiza nini? Mchele kutoka Malawi. Au juzi hapa tulipata mchele kutoka Marekani wenye virutubisho. Mchele wenye virutubisho kutoka Marekani. Au tumepata ngano kutokea kwa Putin. Unajiuliza tuna shida gani? Mimi najiona kusema kweli. Mimi najiona sina shida wa ndugu zangu. Unanielewa eh? Unanielewa? Tuna gesi sisi. Gesi unayoiona hii gesi. Tuna gesi nyingi sisi. Gesi hiyo ukiamua kwa mfano sasa hivi gesi hiyo, kama unavyoweka maji ya kunywa, kila nyumba unaingiza bomba la gesi. Kila nyumba yani, kama unavyoona bomba la maji unaingiza bomba ya gesi. Alafu mnakuwa unawasha tu, unaweka jiko lako. Mimi nilipokuwa mbunge wa jimbo la Kawe nikasema tufanye majaribio kwenye jimbo langu. Tumeweka nyumba 400 hapo Mikocheni. Mimi nishaweka tayari. Yaani bomba la gesi, kwa sababu gesi tumeshaitoa Mtwara ni nyingi tu, na vitalu vya gesi tunavyo yani ni vingi tu. Nimeweka pale. Imeingia ndani ya nyumba za watu, nafungiwa na mita. Aliyekuwa anatumia umeme shilingi 40,000 anatumia shilingi 5,000. Hapo mimi nimeweka, mimi nakwambia nilichofanya mimi. Lakini bado tumepeleka mpaka pale Cortex, pale Mbezi Beach pale, na penyewe imeingia kwenye kiwanda, na penyewe Mungu akipenda tutaingiza kwa watu. Unaweza yani tunayo gesi ya kumwekea kila Mtanzania ikaingia nyumbani kwake. Kwa hiyo unapika unapika unakaanga mpaka unachanganyikiwa. Kaanga unavyoweza. Unalipa 5,000, 10,000. Lakini hatuweki sasa. Matokeo yake tunaleta hii mitungi. Unaona mitungi hii? Hakuna mtungi hata mmoja wa Tanzania. Ukinionyesha mtungi wa Tanzania sasa hivi najinyonga hapo. Na niwekea hapo. Hakuna hata mtungi mmoja wa Tanzania. Sui Mihan, sui Puma,
si Oryx, si Taifa, yote hiyo inatoka Irani, inatoka Misri, inatoka China, inatoka huko yote. Yote, hakuna mtungi wa Tanzania. Unajiuliza kwamba aliyeturoga ni kiboko. Naomba unisikilize, nisaidie unisikilize kwamba sisi ni watu special. Mimi nisikilize. Jamaa zangu wanaweza kununa lakini hakuna neno. Hakuna neno. Lakini nafanya hivi kujaribu kuamsha. Kwamba unaona sasa gesi tunayo. Unakumbuka kule wale watu wa Mtwara walikuwa wanalalamika, haitoki gesi. Tulishaitoa kule mpaka iko hapa, na tuna vitalu vingine vya gesi matilioni ya ujazo wa futi. Nafikiri ni ujazo wa futi trilioni 50. Ujazo wa futi trilioni 50 kama nakumbuka, 50 au 51 tunayo yani. Lakini tunakata kuni, mkaa. Tuna mkaa ili tupikie. Mbona gesi iko hapa? Hatuwezi tunaweza kuamua kufanya hivi. Pengine tunaweza, kwa sababu gesi yetu inabebwa. Yaani hii gesi yetu uzuri wake unabeba kwenye malori kama unavyobeba malori. Unaona Mungu alivyo ajabu. Yaani unaweza kubeba kwenye matenki unayoyaona ya mafuta haya, unaibeba, unaisafirisha mpaka unaifikisha Morogoro, unatengeneza kituo. Kutokea hapo unasambaza kwenye nyumba za watu. Kama unaogopa kutembeza pipe nchi nzima, unapeleka mpaka Morogoro, unaweka kituo, alafu mirija sasa inakwenda kwenye kila nyumba ya mtu. Hutakata miti, mvua itakuwa ya kutosha, hewa ya ukaa itakuwa safi, kila kitu. Yaani ni mambo yapo yenyewe tu. Ila kwa nini hatufanyi? Ukijiuliza kwa nini hatufanyi? Wenye mitungi utawakoma ukingangania jambo hilo. Na nielewa kwa sababu mitungi inatoka kule, inaletwa hapa. Unajiuliza na bado niko na wewe, nisikilize vizuri. Gesi hiyo yetu tunaweza kuweka kwenye magari. Gari badala ya kutumia petroli linatumia nini? Gesi yetu, na ipo. Na siku hizi tumepata bahati nzuri hapa DIT, chuo cha DIT pale wanabadilisha. Unakwenda na Land Cruiser, kama Land Cruiser ya kwangu unakwenda, unapaki pale, unalipa pesa, wanakuwekea matenki ya gesi. Lakini ule mfumo wa petroli hawauharibu. Mimi nikiweka mafuta kutoka hapa Dar es Salaam mpaka Dodoma, naweka full tanki 380. Nikija kufika Dodoma imeisha. Lakini nimeweka mtungi wa gesi, unaweka mtungi wa gesi, unaweka mle ndani shilingi 90,000. Unaenda mpaka Dodoma na unarudi mpaka Dar es Salaam. Sasa kwa nini tusiachane na Mwarabu na mafuta yake tukatumia gesi yetu? Mimi nakuuliza wewe, kwa nini hatujaachana naye? Kwa nini tusiamue kufanya incentive, tukaamua kusema kwamba jamani, kuanzia sasa hivi kuwekewa gesi pale ni bure, ili watu wote wahame kwenye mafuta, tuhamie kwenye nini? Kwenye gesi kupikia, kwenye gesi magari. Kitakachotokea nini? Kwa sababu mitungi ile tunainunua kwa fedha ya kigeni. Mafuta tunanunua kwa fedha ya nini? Ya kigeni. Alafu tunalalamika fedha ya kigeni, dola imefanya nini? Imepotea. Sisi tunaipeleka kule. Itabakize kuwa itakuwaje? Lakini tusingenunua mafuta kwa kiwachizo. Tungeanza kuachana na Mwarabu pole. Halafu kinachofanyika sasa, si gesi yetu inasafirishwa, vingefunguliwa vituo vya nini? Vya gesi njiani. Ukiwa unapita pale unaweka gesi yako pale huyo. Sio kwamba gesi ni ya leo, ni ya tangu wakati rafiki yangu Mheshimiwa Rais Kikwete yupo. Sio kwamba ni ya leo, ipo. Usifikiri imegunduliwa juzi. Kwa nini hatuitumii?
Uniulize mimi kwani hatuitumii? Mimi nakwambia haya kwa sababu hata bunge nimeongea. Kwa hiyo sioni aibu. Hakuna mtu akuniambia kwamba hey, kwani usiongelee bungeni? Hata bungeni nimeongea. Unanielewa? Sasa leo naongea na familia yangu. Roho wa familia amenikamata. Kitu gani kinatufanya hivyo? Ni kukosa mipango ya muda mrefu. Kukosa maono ya nchi ya muda gani? Mrefu. Kwa sababu kama huna maono ya muda mrefu, kwa mfano tukakubaliana kwamba jamani, nchi yetu tuwe na maono ya muda mrefu. Na kitu gani hicho tunakiita maono? Tukasema ndani ya miaka 50, namba moja, ndani ya miaka 50 kila nyumba ya Mtanzania iwe na maji safi na salama. Yaani hapana kununua maji ya chupa. Ukifungua nyumbani kwenye bomba hivi, kila nyumba mnakunywa maji safi na salama. Ndivyo iko hivyo Ulaya. Hawabebagi machupa kama yetu tunayobeba haya. Unabeba tu kwa raha yako. Kwa hiyo kila nyumba ya mtu iwe na maji safi na salama. Yaani kila mtu, yani ndani ya miaka 50. Ndani ya miaka 50 kila barabara iwe ya lami. Nakupa mfano, ndani ya miaka 50 kila wilaya iwe na chuo kikuu. Tuachane na mambo ya watoto, nimekosa nafasi. Kila mwenye uwezo wa kusoma, chuo kikuu chako kiko wilayani kwako hapa. Unatinga hapa. Unanielewa? Hakuna eti wenye division 3 ndio wamechukuliwa. Kila mtu mwenye uwezo wa kwenda chuo wilayani kwako hapo. Watalime kuna university Talime, Wakela kuna university Kela, Waliwale, Wangende kuna university kule. Tunasema ndani ya miaka 50. Ndani ya miaka 50 isionekane Tanzania mtu ana nyumba ya majani. Unanielewa? Tunakuwa na vitu ndani ya miaka, unaona mnavipanga hivyo vitu sasa. Kwa hiyo rais anapoingia madarakani tunamwambia tutimizie maono yetu. Kwamba mzee, wewe unakuwa rais, tuna maono sisi. Sio kwamba sisi wananchi ni vichwa maji. Tuna maono yetu. Tumekuleta wewe ututimizie maono yetu ndani ya miaka yako 5 au ndani ya miaka yako 10. Ili sasa asianze kutumia akili yake ya kichwani. Sasa kuna mwingine ataingia ana akili ya kichwani. Kwa nani hana akili kichwani? Kama ni kutumia akili ya kichwani, kila mtu anayo. Ingia mzee hapa, maono yetu haya hapa bwana. Tunataka kuwe na grid ya taifa ya maji. Kama ambavyo kuna grid ya taifa ya umeme, kuwe na grid ya taifa ya nini? Ya maji. Kwa mfano unaona grid ya umeme, zile nguzo zipo, kinachokosekana ni umeme. Hasa grid ya taifa ya maji. Kwa mfano nikupe research ya kweli. Research imefanyika na wataalamu. Ili maji yatumike kwa kunywa, huwa yanawekewa chlorine. Unajua yanawekewa nini? Chlorine. Wataalamu wakastadi kwamba maji ya ziwa Nyasa yenyewe yana chlorine inayotakiwa na shirika la afya duniani. Yaani yametiwa chlorine na Mungu. Ukichukua pale hakuna maji ya kuyafanyia treatment. Research ya kwanza. Research ya pili, watu wamefanya research kwamba Tanzania iko na mahala pa juu. Kuna sehemu ambayo Tanzania ukiweka tanki pale, yani ukaweka grid alafu kuna tanki pale, Tanzania yote maji yanashuka. Kwa nini? Kwa gravity. Research imefanywa. Lakini sisi maji ya ziwa Nyasa hatujawahi kuyatumia mpaka leo. Maji ya ziwa Nyasa hatumiki mpaka leo. Inabidi tuchukue ya ziwa Victoria tuwekee chlorine kwenye debe. Lakini yaliyotiwa chlorine na Mwenyezi Mungu yapo. Unajiuliza, mimi nikianza kujiuliza jasho linaanza kunitoka. Tumelogwa. Unaweza si kale kaandiko, enyi wa Galatia msio na akili. Ni nani aliyewaloga? Si kantuhusu sisi kale. Unanisikia Tuna sisi mlima wa chuma unaitwa Iron Ore, unaitwa Liganga. Mimi nimeenda mpaka pale kule Ludewa. Liganga ni sio chuma ya kuchimba chini. Li mlima kama unaona Kilimanjaro, lakini la chuma, Iron Ore.
Na chuma yenyewe sio chuma ya kawaida, ndani yake ina vanadium na ina titanium, ina madini mengine. Madini hayo yanatumika kwa ajili ya kutengenezea injini za ndege. Ndiyo. Mlima mkubwa hivi. Huu mlima unatakiwa uyeyushe, yani uwe na moto wa kuyeyusha huu mlima ili iwe chuma. Mungu alivyoajabu, pembeni mwa mlima panaitwa Mchuchuma, ametuwekea mlima mwingine wa makaa ya mawe ya kuyeyusha hii chuma. Vyote viko karibu pale. Hebu niulize, tangu lini umegunduliwa? Umegunduliwa kabla Nyerere hajawa rais. Umegunduliwa 1880 na kitu. Sasa sisi tulikuwa tunatengeneza reli. Reli inahitaji nini? Chuma. Kwa nini hatukuanza na kuyeyusha chuma yetu, alafu hii chuma yetu tukatengenezea reli yetu? Matokeo yake chuma tunaagiza kutoka Misri, kutoka Uturuki. Chuma tunayo hapo, mlima uko hivi. Kwa hiyo ndio nakwambia Afrika. Sasa mimi nakuelezea kwa nchi yangu. Kenya nako kuko hivyo hivyo. Uganda kuko hivyo hivyo. Ghana kuko hivyo. Usiseme Tanzania, Ghana kuko hivyo hivyo. Burundi kuko hivyo hivyo. Ndio maana kila ukimwona mtu ana ngozi nyeusi, unajiuliza ngozi nyeusi ina nani? Ina kitu. Hivi kweli si tunaweza kuagiza mchele kweli? Wakati mimi nilikuwa mjumbe wa kamati ya viwanda na biashara, nafikiri mwaka jana mwaka juzi, tuliagiza mchele kutoka Malawi ya mchele. Mwaka juzi. Ukitaka kujiuliza kwamba kwa nini hasa? Maono. Ndiyo maana pasipo maono watu huangamia. Alafu na watu wamefanikiwa kuwafanya watu wazuri wasiingie kwenye siasa. Wale wazuri wale. Good people, when good people are not in politics, bad people will. Watu wazuri wasipoingia kwenye siasa, wabaya wataingia. Alafu wabaya wakiingia kwenye siasa wanakusomesha, wanakuambia siasa mchezo mchafu. Msije, tuacheni sisi wachafu tucheze. Unaanza kujiuliza, kweli nimekubali mchezo, siasa ni mchezo mchafu. Unaanza kuwaza, huu mchezo mchafu unaoitwa siasa, mtu anacheza mpaka anachaguliwa kuwa rais. Anacheza, yani mtu anafanya siasa anakuwa rais. Kwa hiyo huu mchezo mchafu unamzaa nani? Rais. Unawaza, kweli inaweza kuwa mchafu. Alafu najiuliza baadaye, huyu rais anapochaguliwa na yeye anateua mawaziri. Kwa mawaziri wenyewe ni zao la mchezo mchafu. Twende pole pole, tutaelewana tu. Tutajua baadaye. Baadaye rais anaweza kuteua manaibu waziri, na wenyewe ni zao la mchezo mchafu. Tunaendelea. Baadaye rais anachagua makatibu wakuu wanaoongoza wizara, wataalamu. Wanateuliwa na wao na huyu aliyetokana na nini? Mchezo mchafu. Anateua wakurugenzi wote wa wizara, wale wataalamu wale, na wenyewe wametokana na nini? Mchezo mchafu. Baadaye mheshimiwa rais anapochaguliwa anamteua mkuu wa jeshi la polisi, IGP, na yeye ni zao la nini? La mchezo mchafu. Baadaye mheshimiwa rais atamteua mkuu wa majeshi sasa, CDF, sasa mkuu wa majeshi yote ya Tanzania, na yeye ni zao la nini? Mchezo mchafu. Baadaye mheshimiwa rais atamteua mkurugenzi wa idara ya usalama, naye ni zao la nini? La mchezo mchafu. Bado tunaendelea. Baadaye atamteua katibu wa bunge ambaye ni mtendaji mkuu wa bunge, na yeye ni zao la nini? Mchezo mchafu. Baadaye atamteua mkuu wa mkoa, naye ni zao la nini? Mchezo mchafu. Atamteua mkuu wa wilaya, naye ni zao la nini? Atamteua mkurugenzi, ni zao la nini? Kama basi huu mchezo mchafu unawazaa watu wa muhimu namna hii, tukaucheze. Tucheze hivyo hivyo. Umenielewa? Tukaucheze. Ndiyo maana nikasema tunaigusa dunia yenye uovu kwa mikono mitakatifu.
Ndio maana mimi nikasema bwana tukacheze. Wewe upo tuko tu chezo mchafu. Chezo mchafu. Chezo mchafu. Kwa hiyo sasa Afrika imefungwa. Imetiwa giza, kuna vifungo vya namna ya kufikiria, bondages of mindset, vifungo vya fikra. Ndugu zangu nikubalieni, kuna minyororo ya kukata. Na minyororo hiyo ni minyororo ya fikra. Bondages of mindset. Afrika ina resources nyingi. Hatuwezi kuzitumia. Hatuna maono. Na kwa nini hatuwezi kuzitumia? Sio kwa sababu ya ubaya wa mtu. Kwa sababu hakuna maono. Sasa rais anapoingia madarakani, si amepigiwa kampeni na watu? Anataka waonyeshe wale watu kwamba yeye ni mpiga kazi. Lakini muda alionao ni miaka 5 tu. Kwa hiyo inabidi afanye vitu ambavyo vitawaonyesha wananchi kwamba ni mchapa kazi. Kwa sababu maendeleo ya muda mrefu yanahitaji muda mrefu. Kwa hiyo inabidi aingie naye na haraka haraka, anaingia na haraka haraka. Mwinyi ana miaka yake 10 anaelekea huko. Huyo vizuri, anafanya vizuri kuelekea huko. Baadaye anamaliza miaka yake 10. Anaingia Mkapa. Anageuka hivi Mkapa. Na anakwenda kwa kasi alikotokea Mwinyi. Huyo anafika hapa. Amefanya maendeleo kabisa. Ila ameachana na vyote vilivyokuwa vya nini? Vya Mwinyi. Anaingia rafiki yangu JK. Anageuka kushoto. Na yeye miaka 10 huyo upande wake na anaelekea upande wake. Anaingia JPM na yeye huyo. Anaingia mwingine huyo. Ataingia wa 7, wa 8, wa 9, huyu kila mtu anasepa kivyake. Kwa hiyo unakuta mko pale pale, mlienda hivi mkarudi hivi, mlienda hivi mkarudi hivi, mlienda hivi mkarudi hivi, mlienda hivi mkarudi hivi. Hapo mnaingia kwa maombi, Baba Mungu, haleluya, tutetee. Mimi hakuna cha kututetea, naenda huko. Nyie mtaomba, mimi naenda huko. Ati Mungu tenda, naenda huko. Mimi naenda huko. Ndio maana mimi nikaamua kwenda kule. Wakati nataka kwenda, mchungaji anachanganya siasa na dini. Nikasema sasa mimi nakoroga vyote. Paka kuna kitu nchi hii. Kwa hiyo huyo mtu aliyeingia sasa sio kwamba ni mbaya. Hakuna mtu mbaya, isipokuwa anakuwa na haraka ili aonyeshe amefanya kazi. Kwa sababu pia usipoonyesha kazi wananchi watalalamika. Wanasema jamani, rais wao ameingia hata hatuoni anachofanya. Kwa hiyo inabidi ujenge madaraja nini na nini haraka haraka mavitu waseme kumbe si hatuhitaji madaraja. Kuna mtu anakula madaraja hapa? Nikwambie mimi. Nisikilize nakwambia. Hii ibada iko online. Nasema mtu yote asikie. Nikupe mfano kwa mfano. Mimi nasema kweli. Nikupe kwa mfano. Kuna baadhi ya nchi zilishafuta malaria. Hata South Africa hakuna malaria. Hivyo najua hivyo. Hakuna malaria. Nchi zilishafuta malaria. Sisi wakati nafikiri wa rafiki yangu JK tukaongea na Wacuba. Wacuba walishafuta malaria. Hakuna kitu kinachoitwa malaria. Wacuba wakaja kufungua kiwanda hapa. Kiko hapa tu hapa Kibaha hapa. Kile kiwanda ni cha Wacuba chenye mamilioni ya dola. Kile kiwanda Wacuba wanachukua vijana wanatengeneza virus. Wakitengeneza virus inatengenezwa dawa kwenye garon. Ukienda chukua hiyo dawa kwenye garon, unaenda kwenye maji unamwaga kwenye maji. Ukimwaga kwenye maji, hiyo dawa mbu anaipenda kuila.
Yaani mbu akisikia harufu ya ile dawa wanakimbia kama vile inzi alivyosikia harufu ya nini? Kila mbu anayekula hiyo anakufa na hawezi kuzaa milele. Yaani hawezi kuzaa na anakufa milele. Kwa hiyo tukiweka tu dawa kwenye madimbu yote, hakuna malaria Tanzania. Wanaouza dawa za malaria wakisikia hivyo wanakumaliza. Unataka tusiuze chandarua? Anataka Marekani apakie na ndege analeta chandarua. Dawa iko hapa. Yaani dawa hiyo iko hapa. Na namna ya kufanya tu ni kulazimishwa kila halmashauri nunua dawa mkaweke kwenye maeneo yote, tunafuta malaria. Tukifuta malaria hospitalini wagonjwa si watapungua? Ugonjwa unaoongoza kuwaua watu Tanzania ni nini? Malaria. Lakini kiwanda kiko pale, hatununui. Nini kinafanyika? Nchi za nje wanakuja kununua hapa kwetu, wanakwenda kufuta malaria kwao. Si tupo na kiwanda ni chetu. Niendelea au dozi imetosha? Kwa hiyo sio kwamba hawa watawala ni wabaya. Kwa sababu hakuna maono ya muda mrefu, lakini kungekuwa na muendelezo. Hebu sema muendelezo. Muendelezo ni kwamba tumeshaweka sisi maono bwana. Na yeyote anayeingia kuja kuwa kiongozi uruhusiwi kufanya mambo yako. Nilisema mimi bungeni kuna siku tutapata chizi mmoja ana mambo yake tu. Awamu ya 9, awamu ya 15 tutakapata chizi mmoja hivi. Si tumeshamkabidhi kila kitu. Hakuna hatari kubwa kama kumkabidhi mwenda wazimu shoka sokoni. Kwa hiyo viongozi wanakuwa na pressure. Dawa ni muendelezo. Kwamba tuna maono yetu sisi kwamba kila nyumba iwe na maji safi na salama. Iwe ni kijijini, iwe ni polini, iwe ni wapi. Kila mtu anakunywa maji kwenye bomba lake maji salama. Ndio maono ya nchi yetu. Kwa hiyo rais anayeingia yeye anawaza tu nitafikishaje maji kwa watu. Ataanza huyu atasema jamani mimi tangu nimeingia madarakani zilikuwepo nyumba milioni 3 zisizo na maji. Mimi nimefanya nyumba labda 800,000. Tunamwambia asante, ondoka, aje mwenzako. Mwenzako naye anaendelezea hapo. Barabara zote ziwe za lami, anayekuja mwana nimefanya barabara 800. Ashia hapo. Kunakuwa na muendelezo na mtu akitoka ndani mnamwambia wewe rudi kundini. Akitoka nje ya hayo maono mnamwambia maono yetu ni haya bwana. Sasa nani wa kumwambia? Nani wa kumwambia JPM kwamba hizi ndegu unazonunua ziko nje ya budget? Nani wa kumwambia? Kwa nini? Kwa sababu hakuna namna ya kumzuia stoke. Umaskini wetu sisi ndugu zangu ni kukosa mipango. Hatuna maono. Sisi ni watu wa upepo. Ikiwa corona, tuko corona. Kutumia dawa za kienyeji. Kuchanjwa. Hatuna kitu. Ndio maana niona mimi nikasema chanjwi mtu hapa. Umenielewa? Wala sijuti hata kama ingekuja tena leo. Msimamo wetu ungekuwa ni pale. Chanjo. Siwezi kuwekewa kitu mwilini sikijui jina lake. Hebu nionyeshe publication ya PhD au research iliyofanyika. Kilichoingizwa ndani ya mwili wangu hakina madhara kwa nitakao wazaa baadaye. Ukinionyesha hivyo mimi niko tayari. Mbuzi
kwenye gunia. Hamna kitu hicho. Mimi hapana, rafiki yangu. Unamuuliza mtu, "Mmeshafanya sasa?" "Wameshafanya wale wazungu." Wanachochanja wazungu na tunachochanja sisi kinafanana? Sije kwa tumepewa kitu fulani sisi. Sikia maneno yangu haya. Mdomo huyu. Miaka ijayo kuna kitu kitalipuka juu ya dunia kuhusiana na swala la chanjo. Muda tu. Yashika hayo maneno yangu. Mimi kila nikikwambia, mimi nimepewa na Mungu neema, nitumie neno neema, ya kuona mbali huko. Mimi nikikwambia kitu wala useme mganga wa kienyeji. Kuna dogo mmoja juzi ambaye mimi nilimshushaga chini zamani. Juzi watu wakampandisha juu. Nikamwambia, "Mtamshusha wenyewe." Kama mtamshusha wenyewe. Sisi wa Afrika tuna kitu ndani yetu kizito. Tunahitaji tu maono. Pasipo maono watu huangamia. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maono. Andiko lingine linasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kukosa maarifa kunaangamiza, kukosa maono kunaangamiza. Na mpaka unaweza kujiuliza, hivi hii ni akili ya kawaida? Mbona angalau tungekuwa Tanzania tu na Kenya nako na Uganda nako na nchi zote za Afrika sio 52 50 ngapi, zote zinafanana. Kwa kadiri ngozi ya mtu inavyozidi kuwa angalau ya nzuri, unaona wana nafuu. Ile ngozi nyeusi, kazi inavyozidi kuwa mweusi zaidi, matatizo zaidi. Ukienda angalau North Africa, wa Misri wale wanajitahidi, kule juu Algeria, Morocco wanajitahidi. Ukishuka huku chini, kuna shida gani? Ndio Simoni Mkrene mwenyewe sasa. Kwa hiyo mimi nawaomba, safari hii kuna uchaguzi wa serikali ya mitaa. Usiwaachie watu. Uwe Muislamu, uwe Mkristo, uwe baniani, huna dini au huna dini, chukua fomu ugombee serikali ya mtaa. Mtaa ule uwe na mtu mzuri. Kwa sababu mwenyekiti wa serikali ya mtaa ndio rais wa mtaa, rais. Lakini wewe upo tu. Umesema tutamchagua atakayekuja. Tamchagua Kigong'ota. Kwa hiyo Afrika ni bara lenye jambo. Na ndio maana kwa Biblia kuna unabii kabisa, Mungu ameitaja Afrika rasmi. Imesema kuna siku zitakuja Mungu atafungua njia ya kutokea Afrika, itakwenda mpaka ulimwengu wa Waarabu, mpaka Israeli. Na Waafrika pamoja na Israeli na Waarabu watakuwa baraka katika dunia. Mimi wala sina wasiwasi napoona Afrika iko hivi, au Tanzania iko hivi, wala sina wasiwasi. Kwa sababu ndani yangu ahadi za Mungu zimekaa kwamba asubuhi inakuja. Asubuhi inakuja maana yake kwamba kuna siku tutapata maono. Na mimi nashukuru, mimi tangu nilipoingia bungeni, hoja yangu ilikuwa mipango ya muda mrefu. Wakati ule Wizara ya Fedha na Mipango ilikuwa pamoja. Bahati nzuri Mheshimiwa Rais wetu akasikia jambo hilo, akaunda Wizara ya Mipango na akaunda Tume ya Mipango. Zamani tulikuwa hatuna hata Wizara ya Mipango, sasa hivi tuna Wizara ya Mipango na Tume ya Mipango. Kuna mahala tunaelekea kwa sasa hivi. Tunamshukuru Mungu. Mimi nimeisimamia hoja hiyo tangu nimeingia bungeni. Kuna mahala sasa kuna Wizara ya Mipango. Shida sasa ni mipango yenyewe sasa. Unaona kwa kawaida bajeti zetu za nchi zinakuwa hivi. Mpango wa serikali unaanza kwamba mimi kama waziri wa mipango napanga nchi iwe hivi, iwe hivi, iwe hivi, iwe hivi, iwe hivi, iwe hivi. Sawa Kama sasa mpango unaposomwa, Wizara ya Maji ikija kusomwa, mnaangalia, je, huyu mtu wa Wizara ya Maji pesa anazoomba zinaendana na mpango wa nchi? Mnampitishia. Anakuja Wizara ya Afya,
Mnamwambia wewe, wizara ya afya, fedha unazoomba zinaendana na mpango? Nampitishia wizara ya kilimo, si wizara ya elimu, wizara zote. Kwa hiyo mpango unaanza kusomwa, alafu sasa wizara sasa mnaanza sisi sasa bahati mbaya tulishapitisha wizara zote. Mwishoni sasa ndio tunasoma mpango sasa. Mimi naambia ndugu zangu, tulishapitisha wizara zote, sasa kama mpango unasomwa mwishoni. Unanielewa Unaelewa Lakini unamkuona mtu yuko pale katuna pale hivi. Naona huyu jamaa si anaelewa au jamaa haelewi. Kwa hiyo lazima turuhusu kwenye ulimwengu wa siasa watu wazuri, ingieni wa dini zozote zile. Mtetee nchi yenu, ndio mmewekwa na Mungu kwenye nchi. Hakuna mtu mwingine atakusaidia. Mmenielewa jamani Lakini sasa hebu nisikilize, sema ni neno la unabii kwamba Mungu ataitumia Afrika siku za mwisho. Mungu ataitumia Afrika siku za mwisho. Wazungu huko walishamaliza resources zao. Wanapenda kuja huku kutumia resources za huku. Sitaki kuongea sana. Mpaka misitu nayoiona hii ni resources. Ni kuna biashara kabisa inaitwa biashara ya misitu hivi ya kuuza hewa ya kupunguza hewa ya ukaa. Yaani kuwa na msitu tu, wewe kuwa na msitu unapata maokoto. Wewe una msitu hata hujui namna ya kuchukua maokoto ya mapori. Na msitu ni wa kwako. Mungu ameiweka Afrika ili aje aitumie siku ya mwisho. Siku za mwisho kutatokea enlightenment, uamsho wa kiakili. Uamsho huu si wa maombi. Maombi ni kitu kingine, mafanikio ni kitu kingine. Usifikiri kuomba sana ndio kufanikiwa. Kichwa. Mwanadamu ni kiumbe wa rohoni. Kuna mambo ya rohoni ukifanya unapata faida za rohoni. Lakini kuna mambo ya mwilini lazima ufanye ili upate faida za wapi? Za mwilini. Kwa hiyo lazima balance kwamba mimi hapa nilipo kuna ya rohoni nafanya. Rimasakapashetete sapa. Yakapasitete shata. Napata faida za rohoni. Mwilini ni mbunge. Mwilini ni mbunge, inabidi tubishane kwa hoja na kwa kanuni. Kwa hiyo rohoni ni muombaji, mwilini ni mkulima, unalima. Sasa wewe ni muombaji tu kuanzia asubuhi mpaka jioni. Baba Mungu, tenda. Tena Mungu anasema niko tayari kutenda. Nitende nini? Rohoni ulishakuwa safi wewe. Mwilini sasa una biashara gani? Huwezi kunena kwa lugha mpaka zikashuka dola, sahau. Hata mimi mwenyewe sijawahi ona. Hauwezi kuomba Baba Mungu nishushie hela. Baba, ukimaliza hii kuomba kwa namna ya rohoni, vile vikwazo vya kupata hela vinaharibika. Vya kishetani vinaharibiwa. Inabaki wewe sasa uanze kibiashara gani? Uanze mradi gani? Ili lile jambo liloliomba rohoni lipate matokeo ya nini? Ya kimwili. Tunahitaji pesa. Na agiza Mungu akupe wazo la kazi litakalo kuletea fedha, na wanaume waseme haleluya. Unapoomba Baba Mungu katika jina la Yesu, unaomba. The spiritual breakthrough brings ideas. When you use these ideas, hizi ideas zinakuletea pesa, lakini pesa imeanzia nini? Rohoni. Umenielewa Lengo la kuja kwenye maombi ni kwamba tunaomba Baba Mungu maramashetekesete. Kama kuna wachawi unawaharibu, nguvu za giza unaharibu. Ukimaliza kuomba sasa, uanze angalau kiduka cha Tigo Pesa. Uanze angalau kuuza hiki, ufanye hiki, Mungu alete hela kupitia hiyo. Sasa wewe unaomba, tunaomba. Mwisho anaomba barabarabashete, baadaye anachanganyikiwa. Kwa nini? Mbona Mungu hanijibu? Nitakuwa nimelogwa. Sio kwamba umelogwa. Unafanya la rohoni uko sawa, lakini mwilini hakuna mahali ambapo unaweka mkono wako ili Mungu alete baraka kupitia pale. Ndiyo maana Afrika yote rohoni iko safi. Ulaya hakuna mikesha. Hapa mimi niliwaambia siku moja Japani, nikamwambia niwahakikishie shetani alishahama Afrika. Yuko Japani, Tokyo, Kagoshima, yuko New York. Afrika shetani hawezi kukaa. Atakaaje?
Maana hapa kuna mkesha, hapo kuna mkesha, hapo Katoliki wanakesha, hapo kuna cell group pale. Yani Afrika Jumatatu wanaomba. Yani shetani Afrika alishahama. Kilichobaki Afrika sio shetani, ni kukosa maono. Shetani hayupo. Shetani yuko Ulaya. Ulaya shetani yupo kabisa. Shetani yupo hapa. Shetani atakaje hapa? Kilichobaki hapa ni kukosa maono, kukosa mipango, kukosa utaratibu. Yani you pray and then there's something spiritual that you must do. Lazima kabisa sisi kama Watanzania tusimame, tuombe na kufanya jambo. Usipofanya jambo hakuna kitakachotokea. Na ndio maana nikamwambia kabla hujaomba popote pale, muombee Mheshimiwa Rais kwanza. Yani wa kwanza kumuombea kabla hujaombea baba yako na mama yako, unamuombea Mheshimiwa Rais. Mungu mlinde. Kama nilivyokuambia, marais wanakuwa na haraka ili aonyeshe kitu. Hela hazipo na yeye anataka watu wamfurahie, atafanya hiki na hiki na hiki na kile na kile, lakini tunataka maono. Ni afadhali mtu aipe Tanzania maono, asifanye kitu ili wale wanaokuja wao wanatembelea kwenye uzi. Nikupe kwa mfano. Nchi ikiwa na maono, kwa mfano nimekuonyesha tu kidogo, sio lecture ya kwangu, lakini siku moja natoa lecture. Kwa mfano unasema kila wilaya iwe na hospitali, maana yake kutakuwa na majengo. Kila wilaya iwe na academy ya michezo, kutakuwa na majengo. Kwa hiyo mtu anayetaka kuwekeza anasema hivi, ndani ya miaka 50 ujenzi Tanzania upo. Kwa sababu ni maono ya nchi kwamba kila wilaya iwe na chuo kikuu. Kwa hiyo ujenzi upo. Nikifungua duka la vifaa vya ujenzi, biashara ipo. Kwa hiyo hata investment zinafuata maono ya nchi. Kama hakuna maono ya nchi, ndio unaona Tanzania unafungua duka hapo unafunga, unafungua mchele hapo unafunga, anafungua saruni hapo anafunga. Kwa nini? Kwa sababu hujui maono. Ukisema kwamba kila nyumba ya ndani ya miaka 50 kila nyumba ya Mtanzania iwe na maji safi na salama, unagundua Watanzania wako wengi. Kwa hiyo vifaa vya bomba, ukifungua duka la vifaa vya bomba ndani ya miaka 50 biashara ipo. Unanielewa? Kwa hiyo anayefungua duka hali hasala. Unawaza kama kila wilaya iwe na hospitali ya rufaa, maana yake ukisomea udaktari, soko la ajira ipo. Ndio unachagua sasa niwe nesi, naenda kusomea unesi kwa sababu kila wilaya inatakiwa kuwa na hospitali ya rufaa. Leo mtu unasoma tu lile beberu bora, chinja, ondoa figo, unachukua periodic table ina element 100 na ushehe, unafanya chemistry hata hujui utakuwa na. Ndio baada mtu anasema, mchungaji, hapa nina masters na PhD lakini kazi sina. Havina uhusiano. Hakuna uhusiano kusoma na kupata kazi. Itakiwa sasa kama kuna maono, unaona maono. Okay, kwa hiyo kama Tanzania inataka kuweka gesi kwenye nyumba ya mtu, kila mtu, ina maana biashara ya kuuza majiko ya gesi ipo. Kwa hiyo mtu anataka kufungua kiwanda, haununui China, unakuja unafungua kiwanda cha majiko ya nini? Ya gesi. Ndio visions, ndio wazungu wanafanikiwa hivyo. Sisi mtu akifungua hapa duka ya kuuza dawa za panya, wote wanauza dawa ya panya mpaka kule. Paka panya wanaisha. Panya wakiisha, biashara imeisha. Shida ya nini? Vision, maono. Lakini kwa nini hatuanzi? Tumerogwa. Na mtu akiongea anaona huyu mtu anamsonga fulani. Mimi simsongi mtu. Mimi naongea kama Mtanzania, nimewekwa hapa na Yesu, kwamba lazima nchi tuwe na maono ya muda mrefu na kila mtu atembee kwenye maono yetu haya. Na utaona nina ahadi ndani yangu kwamba Tanzania itakuwa moja ya mataifa makubwa Afrika. Umenisikia? Tanzania itakuwa moja ya nini? Ya mataifa yenye nguvu Afrika. Lakini hilo litaletwa na nani? Na Watanzania wenyewe. Kufunguliwa vile vifungo vile. Unajua baraka ya Mungu ninaleta yote hayo. Mtu mmoja kati yetu abarikiwe na Mungu, afanye jambo.
lime kilimo. Kuna makampuni ya wazungu sasa hivi wanaanza kuja hapa, wanafungua makampuni ya kilimo, waanze kulima, kutumia hayo maji. Wao wanatuuzia chakula. Lakini ni kukosa vision. Na mimi nikutie moyo. I want to encourage you. Sio kosa lako. Kuna misingi fulani imetushikilia. Tumeshikiliwa na kitu fulani ambacho nakiagiza vunjika kwa jina la Yesu. Kuna kitu kimetushikilia. Kwa sababu hata ukiongea watu, unaongea na watu mpaka unajiuliza, hivi jamaa ananielewa huyu? Lakini unajua anakuelewa, lakini kwa nini haitikii? Kwa sababu kuna kitu mimi napenda na nataka na itakuwa kama Mungu aishivyo, kwamba tutembee kwenye vision ya nchi. Nchi iwe na maono yani nchi iweze kutabirika. Leo mtoto akikwambia, baba mimi nimefaulu kwenda form 5, baba nisomee nini? Kumshauri unapata kazi. Lakini unamwambia tu, mwanangu, unajua maono? Unajua bwana, ndani ya miaka 50 hapa katikati kila wilaya inatakiwa kuwa na chuo kikuu. Unamwambia mwanangu, soma ualimu. Soko lipo. Kwa sababu sisi tuna wilaya almost 184 zinahitaji maprofesa wote. Soko la maprof lipo. Soma mwanangu. Unamwambia habari ya uhakika kabisa, unaona kwa mbele. Kama ni maono yetu kila wilaya iwe na hospitali, unamwambia soma udaktari. Mwanangu, anza biashara ya kuingiza mabati, kwa sababu unajua vifaa vya ujenzi vitakuwepo tu. Ingiza waya za umeme, kwa sababu ujenzi upo. Ndani ya miaka 50 sisi tuilishe bara la Afrika. Tunataka tuwe ndani ya miaka 50 tuwe ndio bakuli la chakula cha kulisha Afrika duniani. Unajua kilimo kipo. Kwa hiyo unaiona nchi kabisa kwa mbali na unajua cha kufanya. Kukiwa na maono ya nchi. Lakini hiyo lazima tufunguliwe. Hebu sema, kuanzia leo nafunguliwa kwa jina la Yesu. Ni kufunguliwa. Hiyo sasa sio tena ni kufunguliwa na kulishikilia hilo jambo. Silaha ya wajinga ni kujipendekeza. Mtu asiyejua kitu, silaha yake kubwa ni kujipendekeza na kuwasemea wengine mambo mabaya. Vijinga vinajua kujiposition. Kanakaa mahali, kanasema tumwangalie Gwajima hivyo, anabongea maono hivyo, mwangalie tu. Kenyewe ni kuchongea watu, kwa sababu kajinga. Mwenye uwezo analindwa na uwezo wake. Anakuwa hauhitaji kujipendekeza, kwa sababu uwezo wako unamfanya nini? Unambeba. Kajinga hakana uwezo. Dawa yake Sasa sijui kama nimeongea sana, lakini mimi nataka kukwambia kuna watu hawana uwezo kabisa. Alafu wewe hapa una uwezo mkubwa mno. Alafu akili yako imeambiwa kwamba siasa ni mchezo mchafu. Nenda kacheze huo mchafu mwanangu. Saidia nchi yako, una nchi nyingine. Uwe Muislamu, uwe Mkristo, unakula nguruwe, hauli nguruwe, nchi hii ni ya kwetu sote. Umenielewa? Wewe sema amen. 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 Kwa hiyo lazima tuvunje vifungo. Huyu amenielewa sana. Umenielewa mwanangu? Huyu amenielewa, ameleta na sadaka. Naomba hiyo sadaka weka mkononi mwako hivi. Weka mkononi mwako hiyo sadaka ulioileta. Mimi nikuongezee zingine. Nenda na hiyo, nenda nayo. Mungu akupe sawasawa na moyo wako. Ile njia uifuate sawasawa na moyo wako ulivyoshawishika. Ukue na uwe kiongozi mahali katika jina la Yesu. Na hiyo pesa niliyokupa iwe ni mbegu ya pesa zingine zijazo. Amen. Na hiyo uliokuja nayo nenda nayo. Unajua kwa nini? Amenielewa yani. He understand kwamba
hivi kweli kinachofanya mtu analima halafu asivune ni nini? Si mvua haipo? Hasa kwa nini tusiwekeze kwenye irrigation, si maji hapo? Tuweke kilimo cha umwagiliaji. Mimi mwenyewe inakwambia habari ya kweli. Nilikuwa bungeni, nasema hivi live. Rafiki yangu mmoja ni mbunge wa Magu. Akawa naongea bungeni kwamba nafikiri mwaka jana au mwaka juzi kwamba jamani vyakula vimekauka. Tunaiomba serikali mwaka kesho ijiandae kutuletea chakula cha msaada kwa sababu mahindi yamekauka kwa sababu ya jua. Sasa yule rafiki yangu si mimi namfahamu. Jimbo lake anapopasema maji ni kama kutokea kwenye barabara pale Ziwa Victoria. Anaiomba serikali kwamba italeta msaada, ijiandae na kuleta msaada kwa sababu chakula mahindi yamekauka kwa kukosa maji. Mvua haipo, ila maji ya Ziwa Victoria kama barabarani hapo. Mimi niposikia hiyo na mimi nikasimama bungeni nikaelezea kwamba jamani, nimemsikia huyo ndugu yangu mbunge mwenzangu anaiomba serikali ijiandae kumletea msaada kwa sababu hakuna mahindi yamekauka. Hivi jamani kweli, hebu tuulizane jamani. Hapo anapopasema ni kama mita 400 kutoka kwenye ziwa. Jamani kweli tunategemea mvua. Mahindi yanakauka pale na tunapeka chakula cha msaada. Na nielewa haiji. Lakini unaiona wewe tu, wenzako hawaona, wenzako wanaona. Ila wapo hivi. Sisi si maskini shehe wangu. Sisi umaskini wetu ni mukichwa. Sio maskini. Nchi yetu ni tajiri kuliko nchi nyingi za Afrika. Lakini tunataka tufunguliwe sasa tupate baraka ya Mungu. Na anapata baraka ya Mungu. Nataka baraka ya Mungu. Nyosha mkono juu. Ninaamuru baraka ya kufunguka akili ikupate sasa katika jina la Yesu Kristo. Ninarudia tena, naiamuru baraka ya kufunguka akili ikupate sasa hivi katika jina la Yesu Kristo. Naamuru baraka ya mipango ya biashara, mipango ya kilimo, mipango ya safari ikupate sasa hivi katika jina la Yesu Kristo. Ninaamuru mawazo ya kuanza mradi, mawazo ya kuingia kwenye siasa. Ninaamuru akili kuvamie sasa hivi. Naamuru akili ya mbinguni, akili ya malaika, akili ya kupanga mipango, akili ya kulipenda taifa, akili ya kuipenda Tanzania, akili ya kupenda kilimo na biashara na kuleta fedha. Akili ile na iagizi kuvae sasa hivi. Uwe na akili kama akili za malaika kwa jina la Yesu, na mtu aseme amen. Ninaamuru akili ya kutoka mbinguni ya kujua cha kufanya na wakati wa kufanya, ufanye na nani, ufanyeje. Na iamuru akili kuvae kwa jina la Yesu. Na kemea roho ya ujinga, ujinga wa maisha, ujinga wa kisiasa, ujinga wa kijamii. Na amuru kuanzia leo roho ya ujinga mtoke mtu huyu. Mapepo ya ujinga na umaskini kwa jina la Yesu. Na waapisha. Not here, sio hapa. Not here, sio hapa. Sio Tanzania, iache Tanzania. Kuanzia juu ya mlima Kilimanjaro ya ziwa Tanganyika, ninaamuru kuanzia sasa roho za ujinga achia. Ninaachia maono katika nchi. Maono ya anze. Nchi iwe na maono. Watu wake wastawi. Na wewe uliye hapa kuanzia leo ninakuamuru stawi, 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 stawi. Nasema stawi, stawi na familia kwa jina la Yesu. Na mtu aseme amen. Pigie Yesu makofi makubwa.